Jamani, karibuni tena kwenye Asof TV. Kama kawaida mko na Dajan, Mama Jean, majina yote ambayo mnajaribu kunipanga, Jane Masimango, Manduma. Yani tumewaahidi kama tutawaletea vipindi mbalimbali, na leo gisi mnaona tulitembelea nafasi fulani na kuna kaka ambao mnampenda, mtoto wenu ambaye mnampenda. Nisema lazima nikutanane naye, na hapo mbele ndio nilikwenda kutana tuzungumze hiyo mambo ambayo yanahusu jamii. Jamani, si mnajua tena Asof Stockholm tuna problem ya violence faite à la femme, yani ni mambo mengi tuko nayo ya ubakaji, situ ya problem ya watoto, integration, na tuko tunajaribu kila kitu. Hatuwezi kufanya mara moja, lakini kwa nguvu Mungu ambaye yuko anatusaidia tuko naenda tunakutana mtu mmoja mwenye anaweza kuongeza plus. Na mbele ya kuanza nasema kwanza asanti kwa mume wangu Papa Pierre kwa yote, kwa support ambayo ananipa, cameraman wangu. Najua cameraman anampatiaga asanti baadaye mwisho wa kipindi, lakini nasema kwanza mwanzo wa kipindi. Asante sana kaka Isa kwa yote ambayo unajaribu kufanyia Asof TV, bila kusahau ambassador wetu. Ni nani tena? Si mwingine ni msanii ambao mnampenda, msanii mkubwa, dada wa Stara Juma. Salamu tu, najua kisa wanasemaga kwetu kala mingi te, utaona udongo wa kwetu Kongo. Karibu sana dada wa Stara. Ndio hivyo tena, naomba mnifuate tule tumgundue msanii wetu mpendwa nani ambao tutakutana naye leo. Karibuni sana kwenye Asof TV. Mimi naitwa Pacho Mwamba, lakini jina familia ni Mwambaluku Sapachu. Ni Mkongomani, nimezaliwa Kinshasa miaka 45 iliyopita. Ni msanii wa filamu, vile mwanamuziki, na kazi nyingine za kupresenta pia nafanya. Mnasikia hapa Dafilo, mnasikia bibi harusi wetu da Nyesi Darishka hapo Londres, mnasikia tuko na kaka Pacho Mwamba. Nimeshaeleza yeye ni nani. Sasa mimi nitasema kaka, yani nakuwa na uzito wa kutaja mtu kwa jina. Ama unasemaje? Sasa kaka Pacho, kazi yako ya usanii, yani unasema ni usanii, unafanya filamu na vile gisi mimi naelewa. Nilipita hapo naona wanasemaga nini? Banderole, sijui kwa Swahili wanasema nini. Naona kabisa hapo wanaandika academia, sijui academia. Naona pia wewe ni mwanamuziki, sivyo? Yes, mimi ni msanii wa filamu, ni acteur. Et puis ni musicien, nasoma academia, wazee wangu wasoma. Sasa kazi hiyo ya muziki na ya usanii umeanza lini? Kazi yangu ya muziki nimeanza depuis kwa masomo. Nilikuwa chanteur mchoral kwa Lubumbashi kwa église, nilikuwa nasoma pale college Mara. Na kazi ya bokter nilianza kufanya bokter kama vile drama za kwenye podium mtaa Noel. Tunataka kufanya mafilmu ya Jésus, kama vile théâtre Jésus kwa podium. Et puis kwetu Lubumbashi kulikuwa na acteur mmoja alikuwa anaitwa Professeur Mundo, kwa tufanya naye théâtre ya Musal na drama. Lakini théâtre ya film kabisa ndio kufanya hapa Tanzania. Wana Lubumbashi, da Victoire dada, unasikia mtoto wa nyumbani iko hapa. Sasa kaka Pacho, Lubumbashi, nasikia unataja Lubumbashi. Umetoka Lubumbashi lini na nini ilikufanya utoke Lubumbashi hadi uje hapa Tanzania? Lubumbashi nimetoka 1999 na orchestre ya Mbutalikasu, staff international. Tukaenda Kenya, nikakaa Kenya kule kama 2 ans, ndio nikamia Tanzania. Na ukapapenda naona hadi Tanzania ni kama Kongo. Toka hapa hujarudi? Hapa, nimeenda kutembea, nimeenda Lubumbashi. Nasema kurudi, yani umekuja umekaa gisi na leo uliama. Nimehamia hapa. Lakini Kongo nimeenda Beni, nimeenda Goma, nimeenda Bukavu, nimeenda Uvira, nimeenda Kigali, nimeenda Gisenyi, nimeenda Bujumbura. Nimeenda Dubai, wapi kutembea natokaga, lakini makazi yangu ni yani gisi tunaelewa wewe ni mkaaji wa Tanzania, Dar es Salaam. Nimeoa, nimezaa Tanzania. Hivyo Yes. Hiyo nzuri. Basi niko na wataniita shangazi hapa na mimi mke wangu ni mbangu. Hivyo. Yes. Mnasikia yani niambia sasa tuko kwa plateau ya Asof TV. Tuko hapa na kaka Pacho Mwamba. Mimi kama vile Mkongomani ama Kongolezi natembelea nafasi. Napenda kwanza nijue kuna Wakongomani wengi wanaishi hapa Dar es Salaam. Nadhani hata plus de 1 million.
Yaani milioni moja wa zaidi. Kuna wamama wako Burundi wana association inaitwa Main dans la Main. Kuna Kongomani kuna ma association yao kwa mingi sana kwa fera mingi mndu. Ni wa Congolais, ba miseba mingi mndu wa Congolais. Kwa mengi tuko wengi sana. Yaani hapa naweza nikasema nitajisikia nyumbani. Kabisa. Tupo na restaurant ba Congolais. Hivyo. Yes. Yaani huko tunaweza kula nini? Makayabu ama liboke. Kila kitu. Mnasikia. Karibuni sana Tanzania, Dar es Salaam. Yaani kama uko Kongolese hapa utajisikia nyumbani. Kabisa. Wamama wa Buguruni tuko tunakuja kuwasalimia. Ni president ndio mama nani tena? President wa baba. Mama sijui kama hata mama Mwangaza ni sijui, lakini na wafahamu, lakini sijui ki president ni nani. Hujui president ni nani? Basi tunawasalimia, tuko tunakuja masalamu mingi deja kutoka kwa mama ya ASOV RDC, ba mama ya Hollande, ba mama wenye wako Manchester, bada balomona masalamu yenu tu ya mingi. Sisi kama vile ASOV unafahamu ni organization ya wakina mama ambao tunafanya kazi yani kutengeneza familia zetu ziende mbali. Yani tunajua kama leo tuko na problemi nyingi katika familia. Najua kama hiyo problem si tu wa mama wenye wako familia ziko Europe zenye ziko hapa kuacha kwetu Kongo, RDC, maprobleme ya viole, maprobleme ya VIH, sida, maprobleme nyingi. Ndio naweza kusema wewe kama vile msanii unaweza vraiment kusaidia kivipi kwa kuelimisha jamii. Yaani naweza kwa tuseme kama jambo la wanaume ambao leo wanapiga wanawake, yani violence yenyewe inafanyika kwa manyumba. Unajua wanaume wa kizamani ndio bado wana tabia ya kupiga wanawake. Monde inavyo evolue sasa hivi watu wana dialogue. Ushasoma? Watu wana dialogue. Sasa kama mpei mtu naishi. Hata hapa Tanzania mambo yuko sana, lakini kuna watu ambao wanaitwa Wakuria. Wako kanda ya Ziwa Mwanza. Lakini kuna mambo hapa inasimamia sana. Sasa hivi tu mwanamke akikushtaki tu hapa polisi unapata problem serious. Lakini wewe mwenyewe consciencieusement. Kwa mfano mimi naishi kuna mtoto wangu kwanza mimi kuna vendeza. Alafu leo mtoto wangu mimi mama yake anavimba chini, nimempiga mama yake. Ni dikasoga mimi napatia mtoto wangu. Zamani hata mimi nilikuwa napiga mke wangu, lakini sasa hivi no. Nini ndio ulifanya waache kumpiga? No, tunakuwa. Umpiga paka wapi? Tunakuwa, tuna dialogue tu, tunataelewana. Lakini kaka Pacho unasema kama ni mambo ya zamani, ndio tunaweza kusema kama ni ya zamani, lakini leo sijapata taarifa yoyote, lakini tuna wanawake ambao bado wanapigwa leo, si hapa Afrika tu, hata Ulaya. Waache utabia. Sasa unauelezaje wa papa na wewe kama vile msanii, unaweza kufanya nini kwa kusaidia kufanya hili jambo kabisa kwenye manyumba lipunguke ama lisipunguke liishe kabisa? Sasa mimi na dadangu depuis wanapiga wake zao mpaka leo imechange nini? Naomba ueleze. Depuis mko napiga wake zenu manyumbani. Ushampiga mwanamke 100 fois. Wewe umepata nini na yeye amepoteza nini? Yaani imewasaidia nini kupigana? Kama ushapigana 100 fois 20 fois umesaidia. Lakini tunaweza kusema kuko wanawake leo wanabakia hata walemavu kutokana na mapigo ya bwana. Yaani unaona bwana anampiga bibi mpaka mkono unavunjika ama anavunja kiungo cha ndani cha tumbo, anamvunja figo, maini. Hiyo wanawake tuko nao kabisa. Sisi wote tumepitia hapo, lakini hiyo ni dunia ya zamani. Dunia ya leo ni dialogue. Ni dialogue. Ukimua mtoto wako, watu wake utamwambia nini baadaye? Au mtoto wako anakuwa baba yangu ndio alimua mama yangu. Tu vois ce que ça fait? Yaani mnasikia mama wa Lynn Shaping, wa Da Johari, Da Esther, bila kusahau Da Bernadette Catering. Hapa tuko na kaka Pacho Mwamba. Anasema yani mambo ya kupiga wakina baba wa kaka mnasikia ni mambo ya zamani. Si mimi ndio nasema kama kawaida tusema Da jana unazidi kusema. Huyu ni mwanaume mwenzie ndio anasema. Hata mimi nishakumvunja mke wangu mkono. Mnasikia temonyaje. Lakini sikumvunja kwa kusudia, kwa bahati mbaya. Ile tunakimbizana kadondoka akavunjika. Mlikuwa mnafia nini? Tuulize kwanza Sikibu Kongolese, nilikuwa bado na Kongolese ndani yangu. Kwa sababu sisi wa Kongolese na kubeta tunapenda sana na kubeta hiyo. Tunaanza kukimbizana yani wa Kongomani na kubeta hiyo tunaipenda sana. Inabidi badilike. Unapotoka badilisha mentality. Sasa mwanamke sio ulimvunja mkono, alienda nje akasema nini? Alitereza bafuni ama alisema? Kama mke wangu alinitetea. Lakini mimi mwenye conscience yangu ilinitushe tu. Ilikutravaia hadi mpaka leo. Basi ni temonyaji ya mzuri gisi uko naambia wengine. Unasikia mwenyewe alipitia hapo, lakini anasema hailipi. Kwanza kuna haji.
baba 25 ans 30 ans unaweza kumpiga mke wako, lakini baba ushafe 45 ans 50 ans bado unampigia mke wako mangumi. No, nonsense. You should stop that. Tuache kabisa hiyo, ishapita na wakati. Kaa chini na mke mdialoge. Kama unashindwa, kuna watu wazima ambao wataweka chini, watafanya mtadialoge, itaisha. Mambo kupigana hiyo c'est révolu. Unasikia Papa Jile Msaba, tuko na kaka Pancho patro mtoto wako yuko hapa anasema mambo ya kupigana inafaa. Babake Bali tuko na mjukuu wako hapa anaitwa pia village Jile Msaba vile vile. Yaani nafikiri wewe unasaidiaga pia kupeleka mafundisho, kutumia watu ma video. Nafikiri hii video kabisa hii itasaidia kuisambaza kama kawaida. Sasa nafurahi vraiment gisi unaamsha baba wetu na mambo ya kupigana, kuambia waache. Hiyo vraiment nafurahi. Nafikiri wote wa mama wote nyoko na kufuata mama wa Manchester, wa mama Holland, dama mimi Manana, nyote nafikiri hii vraiment mtafurahi ambayo neno ambao kaka Pancho anasema. Sasa kuna hii nyingine probleme tuko nao katika jamii zetu. Kama watu wawili wanaoana wako pamoja, inatokea mke azai ama apate uzazi, inakuwa ni mke ndio wanatilia mzigo wote. Kama yeye ndio yuko na shida, inakuwa mke anafukuzwa na familia, jambo kama hilo. Yani tuseme wanaume nyinyi mkwagi na shida hata ya uzazi hata siku moja, ni si wanawake tu. Hilo neno unalisemaje? Unalionaje? Kwanza kuhusu hilo, kuna filmu moja mimi naandaa iongelee hilo swali. Kuna filmu kabisa nimeandaa, sema tu sponsor ndio tutapata, na hivi tumekutana na wewe tutaongea, kwa sababu naona asofu mko na ongelea ba mama. C'est un problème très sérieux au monde, surtout le monde africain. Kama watu wanachelewa kupata mtoto, lawama zote wanampelekea mwanamke. Kuna wanaume wengine pia wazai hawawezi kupata mwanamke ujauzito. Bibi tuliongelee hilo. Hilo liko na filme kabisa nishaandaa. Kama tutapata Mungu atasaidia, tutafanya kabisa filme ya kuelimisha watu. Kuna wanaume wengine hawana uwezo wa kuzalisha wanawake. Ni problem moja kwa serious, inabidi tuiongelee sana, inabidi tugongee muhuri mkubwa sana ili tuamshe watu. Unaona mume anafariki leo, mwanamke ananyang'anya kila kitu. Unasema hawajazaa. Unajua kuzaa ni Mungu, ni majaliwa ya Mungu. Yaani watu wanasoka kama Mungu ndio anapanaga mtoto. Mimi naona mbona kuna bakteria mingi wanadopte watoto. Mtu na mke wake wanapendana, hawezi kuzaa, wanadopte. Ama kwa adopte ni mambo ya wazungu, haiko yetu ya wapi. Mondi ni mondi tu mama yangu. Mondi ni mondi tu. Inabidi tuweke usawa. Kuna wanaume wengine hawana uwezo, hawana nguvu ya kumtia mwanamke ujauzito, wapo. Lakini sasa kuna wanaume kabisa wanaenda nje ama anaenda kwenye familia yake anasema jamani mwache mke wangu ana shida, ni probleme kutoka kwangu mimi mwanaume. Kuna wanaume wengine hawajui kama ana uwezo. Lakini si watu wanaendaga hospitali. Mama, kuna ma girlfriend. Waswahili wanasema kitanda kizee haramu. Kuna girlfriend mwingine wewe una hela, unaenda unateka hela, unalala naye. Kumbe mimba sio ya kwako, ni ya mtu mwingine. Wanakuzingizia. Yes. Na mume anafurahi wamzunguzie. Kwa nyumba yetu kuna mama masiri mengi, na watoto na walea watoto na unawakuza, kumbe sio wako. Lakini Waswahili wanasema kitanda kizee haramu. Mnasikia ni ambiance hapa, kitanda kizai haramu. Yaani mimi nilikuwa sijawahi kusikia toka nizaliwe. Yaani napata jambo lipya leo. Hii ni ambiance tuko nayo hapa kwenye Asof TV, na si mwingine mnasikia ni msanii. Si mnasikia huko siko na watu pia. Ni ambiance inaendelea, na mimi nafikiria kama kawaida mnatuma tu SMS, masijui nini. Kaka Pancho kuna idea nyingi sana za kutumika na mama. Yes. Yaani jamii tuseme. Hapa tunazungumzia mambo ya kuna problem moja kubwa Kongo. Tuna vipaji, tuna bakteria. Lakini hakuna mtu kujitokeza kusaidia bakteria batoke. Imaginez qu'un Congolais, je vis en Tanzanie, je suis devenu star en Tanzanie, là où il y a des acteurs, mais minaonesha. Je suis sûr que kuna basanii kuliko hata mimi Kongo beko. Lakini ils n'ont pas le moyen ya kutoka. Mimi kuwasaidia wale basanii, mimi kufaire voir kwamba Kongo kuna vipaji. Il faut kubaider ba filles, ba garçons beko ku Kongo. Beko affecté par ma guerre, par manini, hapa na temps kutoa sana yao. Ndio hiyo occasion kwa Soft TV mjaribu kuangalia, tafuta ba sponsor giza kusaidia wale watu batoke. Na vile vile mimi nataka kuwafeliciter a Soft TV kwa sababu mko natoa fursa kwa watu kusaidia wanawake, wamama, kwa sababu ndio wako affecté sana.
Naona wewe vraiment ushakuwa vrai Tanzania, uko hata Kongole au tuseme uko 20% ta Kongole ama Tanzania. Juu nasikia Swahili hapa inakuwa za mafursa sijui nini mafursa hii mama yetu ya Roxville, naona wataelewa hii vraiment hii ma question dans la rose. Fursa veut dire opportunité. Yeah. Fursa veut dire occasion. Yeah. Fursa veut dire place, yani wanakupatia nafasi ya kutoa ulicho nacho ndani yako. That's the meaning of fursa. Fursa. Nafasi, opportunity. Lakini unajua Kiswahili kimetoka kwetu. Aha, ni hivyo. Kiswahili kimetoka kwetu, kimefika hapa wakachanganya na Kiarabu. Ndio inakuwa kama ndio chao. Kiswahili ongea Kiswahili lakini imechanganya na Kiarabu. Maneno mengi ya Kiswahili hapa wanaongeza Kiarabu. Ukiangalia Swahili hapa na Kenya na Kongo ni tofauti. Hapa ni Waarabu ndio wamebadilisha Kiswahili. Yaani tunaweza kusema gisi wewe mwenyewe unasema kama ungekuwa Kongo vraiment au ungepata nafasi hii kama wanakupatia katika nchi ya kigeni. Yaani tuseme ni chance hiyo unaipata juu kwa hapa. Kongole beko na problem moja. Wanapenda kusifia vya watu lakini hawapende kupatia Wakongomani opportunity ya kufanya vitu vizuri vikawa hivi. Tuko na 2 films imetoa Kongole trophée. Kuna Viva Riva na kuna Rebel ya ule mtoto ule ni Mwanza ule. C'est produit au Congo. Ilisimamiwa. Angalia hiyo niveau ya sanaa walitoa. Kwa nini na sisi tusijaribu? Mimi niko hapa. Mimi nishapata experience. Tunaenda Congo. Na uko na ma contact tunafanya vitu na Bakongole made in Congo. Pourquoi pas? Pourquoi faut apprécier tout bien watu wengine? No, lakini kisi unasema si umoja ndio anaanzaga na wanasema mnaabia akubaliki kwao. Mimi kwa nimekubalika. Mimi kwa nimekubalika. Basi ndio. Nimeenda Gise, nimeenda Beni, nimepokelewa vizuri Butembo. Nimeenda Goma, nimeenda Bukavu, nimeenda Lubumbashi. Ndio maana tulisema angalia tu. Sauve RDC kama itapita hapa ijamuona Kakapacho mwamba. Unaona tu. Na ninawapongeza sana. Na mimi nafikiri uliona derangement kabisa wewe mwenyewe kuresiste. Ukasema mimi sina tabia hizo kwanza. Unajua mimi naangalia sana kesho. Mimi napenda kujenga pont. Sipendi kujenga frontier. Hivyo. You never know. Unataka negligee kitu kidogo kumbe kile kitu baadaye kitazaa mambo makubwa. Maisha ndio. Usiangalia tu hapa, inabidi kuangalia mbele hapo. Na surtout ni ya mama qui ne respecte pas la femme est un insensé. Si mnasikia ambiance iko hapa, mwenyewe aheshimi mama wanawake twende mbele. Hapa ndio tunaanza fika mwisho emission yetu. Je kwa hii ni mara kwanza tunaonekana Kakapancho, lakini tutaendelea. Deuxième interview iko na mambo mengine tu mtakuwa mnapata. Na wamama wa Kongolezi wenye wako hapa Buguluni tutaenda kuwaona. Na kwa hiyo vraiment masalamu. Najua kwa mingi ambao mnatufuata, najua mnatumisi ekipe yote ASOV RDC Stockholm, Dami Mindekele, masalamu tu. Kameraman wetu Kakaisa. Salamu zako. Na tuko na bodyguard wetu Kaka Shabani, yani masalamu da Ange da Mwajuma Sheleftio. Donc ba merci tu ya mingi kwa yote ambao mko naendelea kusupport kazi ambayo tuko tunafanya. Sasa Kakapacho, najua kuna watu hata watatu wangapi wanafuata ASOV TV hata mwade salamu vile. Najua utatumia kwanza wamama wote wa dunia nzima, niseme tu wenyewe wafane wako. Yes, najua kuna wafane wengi ambao wanakufuata na mama yangu mzazi mama Ua anakufataga sana. Ba mama bote ba RDC alingi bino mingi. Est-ce ça au petit nanga Roni Sente ndani ya Suède. Pachinto bof. Nakusalimia. Sijamsahau Fura Samba Sabuni. Papa Jile shapata Papa Jile Msaba, babake na Bali. Dr. Mkwege. Nasikia. Bila kusahau Moke Kalume mdogo wangu. Bila kusahau batote ya Beke, batote ya Goma, Lubumbashi, Kalemi, Uvira, Waswahili bote ndani ya RDC na basalimia. Nawapenda sana. Mimi ni ambassadeur wenu. Nitaendelea kutombola RDC Eloko Makasi. Merci beaucoup. Jamani tunashukuru sana. Nafikiri mtaendelea kuangalia Mama Leki, Majina Mer, Mama Leki Jane Feza, nawe masalamu yako najua mko wengi. Kwa tutazidi kuonana kwa baadaye.